Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote kwanza nimshukuru Mungu kwa neema ya kutukutanisha pamoja. Niende kwenye jambo la msingi lilo tukutanisha leo hapa na waandishi wa habari. Naitwa Roda Kunchela, mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Katavi, na meza hii ni viongozi wa majimbo mbalimbali, viongozi wa wilaya mbalimbali katika mkoa wetu wa Katavi. Sasa kuna jambo la msingi ambalo nataka kuongea na Watanzania, wananchi wa mkoa wa Katavi pamoja na wananchi kwa ujumla. Itakumbuka chama chetu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, tangu mwaka jana chama chetu kilifungiwa na zuio la mahakama baada ya baadhi ya waliokuwa viongozi wetu kwenda kukishtaki chama, na baadaye chama kikafungiwa baada ya hizo hatua za mahakamani. Lakini baada ya kupambania haki hiyo kwa muda mrefu, hatimaye mwezi wa 4 mahakama ikatoa hukumu, chama chetu kikapata haki ya kuendelea na shughuli zake. Kwa sasa hivi tuko huru kufanya shughuli zetu, kwa maana ya majengo, ofisi, magari, mikutano ya hadhara, makongamano, mijadala na mambo mengine kama hayo, kwa maana kufanya siasa kwa ujumla wake. Kwa hiyo hili nataka niliweke wazi. Lakini kwa mkoa wetu wa Katavi sasa, baada ya kushinda zuio hilo, kwa maana tunaweza sasa kufanya siasa na mambo mengine yote ya msingi ambayo kimsingi kama wanasiasa tunatakiwa tuyafanye. Leo hii tuko mbele yenu kwa maana ya mkoa wa Katavi. Tuna mambo kadhaa ambayo tumeyapokea kutoka chama taifa, kwa maana chini ya makamu mwenyekiti wetu John Wegesa Heche, kuyaleta kwenu kwa maana ya kuanza utekelezaji mara moja. Maelekezo haya ni kwa wanachama wote pamoja na viongozi katika majimbo yote na wilaya, kwa maana ya kwamba tuna program zisizopungua 5 ambazo tutaanza kuzifanyia kazi mara moja kuanzia Jumatatu ya wiki ijayo. Na ikumbuke hata wananchi pamoja na wanachama mkuu wakimsikiliza mwenyekiti wetu kwa muda mrefu akiyaongea haya, kwa maana yake ilikuwa ni nje ya kuto kuruhusiwa, lakini kwa sababu sasa hivi tumeruhusiwa, tunaweza tukaanza kuyafanya. Kuna program ya tone tone ambayo ndio jambo la msingi kabisa. Chama tayari kimeshatoa maelekezo majimbo, wilaya zote pamoja na wanachama na viongozi wote kwenye kata, misingi na matawi. Ni wajibu wenu sasa kuhakikisha zoezi hili linatekelezeka. Mnafahamu program ya tone tone, maana yake ni kuomba misaada, kuchangisha kwa wananchi, wadau mbalimbali, taasisi mbalimbali, wafanyakazi, wafanyabiashara, wakulima, wote wananchi ambao wanaiunga mkono na wanaitakia mema Chadema. Mtakumbuka chama chetu hakina ruzuku, hatuna madiwani, hatuna wabunge, hatuna chanzo chochote cha pesa kinachoweza kukisaidia chama chetu. Hatuna chanzo chochote. Kwa hiyo ni wajibu wa viongozi kuhakikisha tunashuka kwa wananchi kuomba michango ili waweze kuchangia chama chetu kiweze kufanya kazi. Tuna mambo mengi ya kufanya, makatibu wetu wanafanya kazi kubwa, wanazunguka kwenye maeneo mbalimbali, pikipiki, magari, mafuta. Tunahitaji kufanya mikutano ya hadhara, kukutana na wananchi. Ikumbuke katika kipindi chote hatukuwa na nafasi ya kuweza kukutana na wananchi, maana yake nchi ilikuwa imepoa, hakukuwa na siasa ya aina yoyote inafanyika zaidi ya chama kilichojiweka madarakani, chama cha CCM. Kwa hiyo vyama vingine hivyo vilikuwa havifanyi siasa ambayo wananchi wanahitaji. Ikumbuke kipindi hiki ni kipindi ambacho wananchi wana maisha magumu, nchi ina huzuni kubwa. Nchi ina huzuni kubwa kutokana na mambo yaliyofanyika Oktoba 29. Wananchi wanahitaji mijadala, wananchi wanahitaji kuponywa nafsi zao kupitia mijadala mbalimbali, mazungumzo yenye ukweli, yenye kutenda haki. Kwa hiyo tunahitaji kuliponya taifa kupitia majadiliano, mikutano, kukijenga chama chetu, kwa maana tunaweza sasa kufanya siasa na mambo mengine yote ya msingi ambayo kimsingi kama wanasiasa tunatakiwa tuyafanye. Leo hii tuko mbele yenu kwa maana ya mkoa wa Katavi. Tuna mambo kadhaa ambayo tumeyapokea kutoka chama taifa, kwa maana chini ya makamu mwenyekiti wetu John Wegesa Heche, kuyaleta kwenu kwa maana ya kuanza utekelezaji mara moja. Maelekezo haya ni kwa wanachama wote pamoja na viongozi katika majimbo yote na wilaya, kwa maana ya kwamba
tuna program zisizopungua 5 ambazo tutaanza kuzifanyia kazi mara moja kuanzia Jumatatu ya wiki ijayo. Na ikumbuke hata wananchi pamoja na wanachama mkuu wakimsikiliza mwenyekiti wetu kwa muda mrefu akiyaongea haya, kwa maana yake ilikuwa ni nje ya kutokuruhusiwa, lakini kwa sababu sasa hivi tumeruhusiwa, tunaweza tukaanza kuyafanya. Kuna program ya tone tone ambayo ndio jambo la msingi kabisa. Chama tayari kimeshatoa maelekezo majimbo, wilaya zote pamoja na wanachama na viongozi wote kwenye kata, misingi na matawi. Ni wajibu wa viongozi kuhakikisha tunashuka kwa wananchi kuomba michango ili waweze kuchangia chama chetu kiweze kufanya kazi. Tuna mambo mengi ya kufanya, makatibu wetu wanafanya kazi kubwa, wanazunguka kwenye maeneo mbalimbali, pikipiki, magari, mafuta. Tunahitaji kufanya mikutano ya hadhara, kukutana na wananchi. Ikumbuke katika kipindi chote hatukuwa na nafasi ya kuweza kukutana na wananchi, maana yake nchi ilikuwa imepoa. Wale wanachama ambao waliondoka kipindi cha uchaguzi mwaka jana wakakisaliti chama chetu wakaenda kujiunga na vyama vingine, wamekuwa wanaomba kurudi. Sasa ni utaratibu gani ambao kama chama tumejipanga utaratibu wa kuweza kuwapokea? Niseme tu na hili niliweke wazi, na jana nilisema kwamba kwa mujibu wa katiba ya chama chetu wanaruhusiwa kuja, wako huru kuja, lakini waanze kujiandikisha kuanzia kwenye ngazi ya matawi huko ambako tuliwafukuza, wakarudi huko kaanze hatua mpya kuweza kujiandikisha. Lakini kwa utaratibu ambao tumekaa vikao tukakubaliana, hata wakirudi katika kipindi hicho tutawachunguza, kwa sababu waliondoka katika mazingira magumu ya kukiumiza chama chetu pamoja na kuumiza Watanzania. Kwa hiyo jambo la kwanza wanatakiwa wakirudi, kwa sababu waliondoka wakafanya mahojiano na vyombo vya habari, wakakikashifu chama, wakatukana, wakamtukana mwenyekiti wetu, wakaongea kila kashfa ambayo waliweza kuifanya. Kwa hiyo ni rai yangu, mtu kama anataka kurudi achukue kadi, lakini atumie vyombo hivi vya habari kukiomba radhi chama na Watanzania, kuomba radhi watu wote ambao waliwasingizia mabaya, ili tuwe huru na mioyo yetu tuweze kuwasamehe na tufanye kazi pamoja. Mimi sina shaka na hilo, lakini kuna watu walitoa tuhuma mbaya sana kwenye chama hiki. Wanatakiwa warudi kwenye vyombo vya habari kwenda kukisafisha chama hiki, ndipo warudi kukitumikia. Lakini tutawachunguza, kwa sababu pia watu hawa wameondoka katika kipindi tunaweza kusema ni usaliti au ni tamaa ya madaraka. Lakini inawezekana leo kama tungegawika vipande, leo hii tungekuwa na katiba mpya. Leo hii mwenyekiti wetu Lissu asingekuwa mhaini. Lissu yuko gerezani kwa sababu ya no reforms no election, na tutawachunguza. Lakini wakija watakuwa wanachama wa kawaida, tutawapa muda kuamini kuwa viongozi huko mbeleni, lakini sio sasa. Ikumbuka mwenyekiti wetu Tundu Lissu yuko gerezani, ni mwaka sasa unakwenda. Mtu huyu sio mhaini, hana kosa lolote, sio mhaini. Kama angekuwa mhaini, serikali hii ingechukua hatua ya kumfunga au kuchukua maamuzi yoyote magumu juu ya Tundu Lissu. Lakini mpaka sasa tunaona mahakama imekuwa inapiga danadana kwenda huku na kule na haitoi maamuzi sahihi kwa ajili ya mwenyekiti wetu. Tunachoiomba na kuishinikiza serikali imwachie mwenyekiti wetu Tundu Lissu arudi uraiani, aje afanye shughuli za wananchi, aje alisaidie taifa lake. Tundu Lissu ni mtu mwema, anahitaji kuungwa mkono na serikali ingemtumia. Mimi naweza nikasema na kifua mbele kabisa, Tundu Lissu ni mtu ambaye inawezekana hata tumstahili katika taifa hili. Yaani hakustahili kuwa katika taifa hili, kwa sababu mambo ambayo anayalipwa ni tofauti na kile ambacho angetakiwa akipate. Maumivu, kutaka kuuliwa, kupigwa risasi, kufunguliwa kesi za kusingiziwa ambazo hazina kichwa wala miguu. Haya mambo hayakubaliki. Kwa na sisi kama viongozi wa Chadema katika mikoa yetu, katika wilaya na majimbo, kupitia nafasi hii ya mikutano, makongamano, mijadala mbalimbali, tutaendelea kuhamasisha serikali, kuishinikiza serikali, tukiungana na taasisi binafsi za nje kupiga kelele ili mwenyekiti wetu aachiwe. Na ikiwezekana tutafanya maandamano ya amani. Na hapa jeshi la polisi linisikie kwa kueleweka kabisa, tutahamasisha wananchi
ili tupate haki ya mwenyekiti wetu, kwa sababu kama mahakama inachelewesha mwenyekiti wetu kupata haki hiyo, tutatumia maandamano ya amani na tutahamasisha kwelikweli, na mimi nitahamasisha kwelikweli. Ukiona maandamano katika mkoa wa Katavi, mimi nitakuwa kipaumbele na nitatumia nafasi hiyo kuhamasisha maandamano ya amani ili tupate haki, mwenyekiti wetu arudi uraiani. Hofu iko wapi? Unasema Chadema imekufa, Chadema haina uelekeo. Hofu ni nini? Kumfungia mwenyekiti wetu. Wamwachie Lissu aje uraiani afanye siasa, Samia akae hapo hadharani, mwenyekiti wetu Tundu Lissu akae hapo, mpira uchezo, wananchi waseme wanamtaka nani. Sasa hii janja inakuwa haileti inajenga chuki kubwa, kwa sababu wananchi wanaona mbona hivi vyama vinafanya siasa, Chadema haifanyi siasa katika mazingira ya uhuru. Inaendelea kujenga chuki kubwa kwa wananchi na matokeo yake ni mabaya kabisa. Kuna mwalimu wangu mmoja wa siasa aliwahi kuniambia, akasema kuna kipindi CCM iendelee na michezo hii ya kuumiza watu, kutumia fedha hovyo, kunyonya wananchi kwenye kodi na mazingira mengi, kutesa. Iendelee na michezo hii, itafikia kipindi wananchi watachoka. Hawatasikia Chadema ikipiga kelele kuhusu kutafuta haki, hawatasikia chama chochote, hawatasikia NGO, hawatasikia viongozi wa kidini wakipiga kelele kuhusu kutafuta haki yao kwenye taifa. Wakifikia hatua hiyo ya kuchukua hatua mkononi, taifa hili halitakuwa salama. Hawatamsikiliza yoyote. Wakichukua hatua mkononi, taifa hili halitakalika. Kwa ni rai yangu, ninajua serikali hii ni kiziwi, serikali hii sio sikivu, basi kwa haya machache isifikie hatua wananchi wakafanya maamuzi magumu. Tunalipenda taifa hili, ndio maana tuna confidence ya kutosha ya kumkemea rais, ya kukemea serikali matumizi mabaya. Tuna maisha magumu. Mkoa wetu wa Katavi mpaka leo watoto wetu wanakaa chini, watoto wanamaliza darasa la 7 hajui kusoma na kuandika. Wewe mzazi unaenda kuzalisha kizazi cha aina gani? Watoto wetu wanapewa mimba, wakipelekwa huko mahakamani, mazingira mengine mtu anakosa haki ya kuweza kushtaki ili wapate haki yake. Migogoro ya ardhi kwenye mkoa wetu wa Katavi, mpaka leo watu tunaongea fidia. Mimi nilikuwa mbunge, ikumbuke kipindi hiki ni kipindi ambacho wanaishi wana maisha magumu. Nchi ina huzuni kubwa. Nchi ina huzuni kubwa kutokana na mambo yaliyofanyika Oktoba 29. Wananchi wanahitaji mijadala, wananchi wanahitaji kuponywa nafsi zao kupitia mijadala mbalimbali, mazungumzo yenye ukweli, yenye kutenda haki. Kwa hiyo tunahitaji kuliponya taifa kupitia majadiliano, mikutano, kukijenga chama chetu. Dhana ya chama chochote cha upinzani ni kushika dola. Kwa hiyo tunafanya kwa wajibu wetu kuhakikisha tunapambana na CCM, tunatoa uovu wa CCM, tunaweka hadharani ufisadi wa CCM, tunaweka kila aina uchafu na ufanya wa serikali ya Samia, kuhakikisha wananchi wanachukua hatua za kulinda rasilimali zao. Kwa hiyo wao wanatakiwa kupitia mchakato huu watuamini sisi Chadema, chama makini, chama kinachoaminiwa na wananchi wote. Mmetupima katika mazingira yote ambayo tumeyapita. Katika pindi kigumu, mwenyekiti wetu Lissu yuko ndani, tumefungiwa, hatukushiriki uchaguzi. Kwa hiyo mambo mengi yamepita katika maumivu makubwa, wananchi bado wamesimama na Chadema. Na naweza kusimama kifua mbele kusema pamoja na changamoto zote ambazo kama chama tumekipata, kama chama ambavyo tumezipata hizo changamoto zote, bado wananchi wanatuunga mkono kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ni rai yangu kwa viongozi pamoja na wanachama katika kipindi hiki kuingia katika programu ya pili ambayo chama imekileta kwetu, kuendelea kusajili wanachama pamoja na kutoa kadi. Chama chochote lazima kipokee wanachama, kisajili wanachama wapya ili kuweka wigo mpana wa kukijenga chama, kwa sababu naamini kabisa chama ni wanachama. Kwa hiyo lazima tupokee wanachama wapya kwa nguvu kubwa, kusajili wapate kadi. Tuna madaraja mbalimbali, lakini pia kupitia kujisajili huko, ili mwanachama aweze kujisajili kwa mara ya kwanza, maana yake anatuchangia shilingi 2500. Hii pesa pia inaingia kwenye zoezi la kukichangia chama. Pesa hii itatusaidia kuendelea kukijenga chama. Kwa hiyo tunaomba wananchi wajitokeze. Ninaamini wanaitakia mema Chadema,
wajiunge na chama chetu, na kwa sasa hivi tumeweka utaratibu mzuri. Utakapoweza kujisajili katika madaraja yoyote ambao utapendelea, maanake tunaanza na usajili 2500, lakini tuna madaraja mbalimbali. Unaweza ukalipia 25,000 ukapata kadi ya daraja hilo, lakini kuna 50,000, 100,000 mpaka 200,000. Kwa hiyo tuwaombe kabisa Watanzania ambao wako tayari kujiunga na chama hiki ambacho kina maslahi mapana wananchi kuliko maslahi ya matumbo, tujiunge pamoja ili tuwe na jeshi kubwa, tuiondoe serikali ya Samia Suluhu madarakani. Jambo la tatu ni mikutano. Tutakuja kwenu waandishi wa habari, tutaleta ratiba rasmi ambayo tutaanza wiki ijayo. Tutakuwa na wageni mbalimbali, wajumbe wa kamati kuu, viongozi wa kanda, mawakili mbalimbali kwa ajili ya kukutana na wananchi. Kumbuka katika kipindi chote wananchi walikosa ile ladha ya kufanya siasa. Vyama hivi vilivyobaki vyote vya mfukoni vilikuwa havifanyi siasa. Kazi yao ni kutetea maslahi ya chama tawala. Kwa hiyo tuwezi kuwa na nchi ya aina hii. Kwa hiyo mikutano hii itaenda kuleta rasmi ladha ya siasa katika taifa, lakini pia tuweze kuisaidia jamii. Jamii inapokosa uhuru wa kukosoa, jamii inapokosa uhuru wa kuleta hoja za msingi kuisaidia serikali, inakuwa ni jamii ambayo ni jamii mfu. Hatuwezi kuishi katika mazingira ambayo hatuko huru. Ukiikosoa serikali utakamatwa. Haya mambo yako wazi tu, wala hakuna jambo la kuficha hapa. Ukiikosoa serikali, ukishauri serikali, unaona umeenda kinyume na utaratibu wa serikali. Hatuwezi kuwa na taifa hili. Kupitia mikutano hii ya hadhara, tutaanza kuchambua ripoti zote za CAG, mambo yote tutaweka hadharani, wizi wote uliofanywa na serikali hii, ubadhirifu wa fedha, ufisadi, ununuzi wa magari. Wakurugenzi hata wa mkoa wa Katavi wanajinunulia magari ya kifahari, wanatembea kwenye barabara hizi mbovu ambazo kimsingi kama hizi fedha za manunuzi ya magari makubwa ya kifahari wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa wangekuwa wanaweza kutumia maamuzi yao vizuri, wakawekeza hizi fedha na kushauri hiyo serikali ya Samia, serikali haramu, wangeweza kuwekeza kwenye mambo ya msingi na kutatua kero za wananchi ambao ndio walipa kodi wa mwisho. Kwa hiyo katika jambo hili tutakuja kwa jamii katika mikutano hii, na wananchi watunge mkono, wajitokeze katika mikutano hiyo. Tutasajili wanachama, tutaomba michango ya tone tone katika mikutano hiyo, lakini pia na kujadiliana mambo mbalimbali kama taifa. Hii ni nchi yetu sote, tunahitaji kuungwa mkono, tunahitaji kushirikiana ili tuweze kulikomboa taifa letu. Taifa ni letu sote wa Tanzania. Lakini jambo jingine kabla ya mwisho,